Na mshalom mtazamaji wa Huduma ya Ukombozi TV popote pale ulipo, tunakualika leo ni Jumatano. Mungu ametupa tena neema ya kuwepo hapa katika studio zetu, na kubwa zaidi ni kukualika kwenye ibada ya kesho. Kumbuka jana Jumanne hatukuwa na ibada kutokana na kile ambacho kilichokuwepo na vile ambavyo serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania walitangaza kwamba jana ilikuwa ni siku ya mapumziko kulingana na siku ya uhuru wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini siku ya kesho Alhamisi tunakwenda kuanza siku ya kwanza ya ibada kubwa ya kuwarudishia mabaya yao maadui, kama ambavyo alisema mtumishi wa Mungu wiki iliyopita pale ukumbini Maji ya Chai. Sabato alisema kwamba wiki hii ni wiki ya kuwarudishia mabaya maadui, wale maadui ambao walikutesa kwa muda mrefu, walikuletea ubaya kwenye maisha yako hapo ulipo. Sasa hivi unakwenda kumaliza mwaka, hakuna chochote ulichokifanya, hakuna hatua yote uliyoifanya. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya mabaya ambayo adui alikuwekea, adui alikutegea. Lakini siku ya kesho Alhamisi ni siku ya kwenda kuwarudishia mabaya yao, kama ambavyo mtumishi wa Mungu alivyosema Enoki. Na kesho ni Alhamisi. Kesho ni Alhamisi, na tunamshukuru Mungu kwa ajili ya siku ya leo ambayo tumepewa ya amani. Jana tujaweza kuhudhuria ibada na kurusha kwenye live kulingana na hali ilivyokuwa ndani ya nchi yetu. Lakini pia tunamshukuru Mungu na tunamshukuru mtumishi alizungumza na taifa la Tanzania kupitia social media. Na tukaona kile ambacho tayari ambacho Mungu alikuwa ameshakipanga, na leo tuna amani tena. Kwa hiyo kubwa zaidi tunarejea Alhamisi ya kesho kwa ajili ya ibada ya kurudishia maadui ubaya wao. Kwa hiyo kubwa zaidi mimi sina la kusema, zaidi tu niwakaribisha watu wote tujumuike kwenye ibada ya siku ya kesho Alhamisi. Na hakika tutamuona Mungu jinsi ambavyo atamtumia mtumishi wake katika kufanya kile ambacho Mungu amepanga mwenyewe. Ni kama ulivyomsikia hapo mwenzangu mtazamaji, kuhakikisha ni kesho unachukua hatua yako kuanzia majira ya saa 4 asubuhi na kuendelea. Fika pale katika hekalu kubwa kabisa la Huduma ya Ukombozi, na hakika utakutana na Mungu kupitia jicho la mtumwa wake ambaye ni Prophet Rabil Yakio. Tumekuwa tukiona mambo mengi ambayo yanatokea, watu wanafunguliwa, wasioweza kutembea wanatembea, wasioona wanaona. Hakika kesho ni zamu yako, kesho ni zamu ya kuwarudishia mabaya yao ambayo walikutegea kwa mwaka 2025, na unapoingia mwaka 2026 bila shaka utaingia ukiwa safi kabisa, kwa sababu utakuwa umefunguliwa na utakuwa umerudisha yale mabaya yote kwa wale waliokutesa kwa muda mrefu. Mimi ni Imani Mike kwenye kamera, ni MC Kim, na tukutakia wakati mwema na maandalizi mema kuelekea siku ya kesho.